Mtakatifu. The Spirit of God. Holy Spirit. Holy Ghost. Quickly, nini au Roho Mtakatifu ni nani? Who is the Spirit of God? Roho Mtakatifu ni nafsi ya pili ya Mungu. It is a second person of God. Iliyoko kwa ajili ya udhihirisho wa utendaji wake kwa watu na duniani. Naomba nirudie tena. Roho Mtakatifu ni nafsi ya pili ya Mungu. He is the second person of God, ambaye yuko kwa ajili ya udhihirisho wa Mungu au udhihirisho wa utendaji wa Mungu kwa watu wake. Tunaposema Mungu, nisikilize kwa makini. Unaposikia tunazungumza neno Mungu, huyu Mungu katika uungu wake anatenda kazi katika nafsi kuu tatu. Mungu katika uungu wake anatenda kazi katika nafsi kuu tatu. Nafsi ya kwanza ambayo Mungu hutenda kazi kwayo inaitwa nafsi ya ubaba au Mungu Baba. Na nafsi ya pili ambayo Mungu hutenda kazi kwake inaitwa nafsi Mwana. Na nafsi sehemu ya tatu ambayo Mungu hutenda kazi kwake inaitwa nafsi Roho Mtakatifu. The person Holy Spirit. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Wapendwa, sehemu hizi tatu za Mungu hazigawanyiki kwa kadiri ya ukubwa na udogo. Zinagawanyika kwa kadiri ya utendaji wake. Naomba unielewe. Tunaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hatuna maana ya kusema mkubwa kidogo alafu mdogo. Zinagawanyika kwa namna ya utendaji. Nikiwa na maana ya kwamba unaposikia Mungu Baba anajitambulisha kuwa Mungu Baba pale anapoketi enzini, yani katika kiti chake cha enzi. Mara zote Mungu anaporudi kukaa kwenye kiti cha enzi anajitambulisha kama Mungu Baba. Amen. Lakini anapojitambulisha kama Mungu Mwana ni pale ambapo anaingia kutengeneza ukaribu kati yake na wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When God want to mediate, when God want to bring close, anapotaka kuleta karibu mtu na entity ya kiungu, anajitambulisha kwa hao watu kama Mungu Mwana, akiwa na maana ya kwamba yeye akijiweka katika uwana atakuwa na uwezo wa kuzaliwa chini ya jua. Nataka unisikilize kwa makini. Mungu angebaki kuitwa Baba, hakuna baba anayezaliwa akiwa baba. Ni sharti mtu awe mtoto ili tuseme huyu amezaliwa. Yes. Therefore inambidi au ilimpasa kujiweka katika nafsi ya uwana ili atakapozaliwa duniani kwa namna ya mwili aweze kutengeneza ukaribu kati ya hao wa mwili na yeye Baba aliyoko rohoni. Praise the living God. Amen. But I'm not here to teach you about the Son of God. Niko hapa kufundisha nafsi hii nyingine inayoitwa Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Roho Mtakatifu yuko hapa duniani, nisikilize kwa makini. Yuko hapa duniani, kazi yake kubwa, nisikilize kwa makini. Kazi yake kubwa ni kusababisha mwanadamu aweze kupokea yaliyo ya rohoni,
aweze kupokea yaliyo ya Mungu. My God. Na akisha yapokea yaliyo ya Mungu, yeye uwepo wake ndani ya huyo mtu yanasababisha yale ya Mungu yasiwe tu karibu na sisi. Hapa chini nitakuonyesha nini namaanisha. Yasiwe tu yale ya kiungu yasiwe tu karibu na sisi. Lakini kazi yake ni kuyachukua hayo ya kiungu, kuyaingiza ndani ya mtu, ili aanze hayo ya kiungu kuhesabika au kuonekana kutokea ndani ya mtu. Now listen. Ukimsoma Mungu kama mwana, ametambulishwa kwenye Biblia yako kwa jina jingine linaloitwa Immanueli, si ndio Yes. Si ndio watu wa Mungu? Yes. Si ndio watu wa Mungu? Yes. Sasa nini maana ya jina Immanueli? Mungu pamoja na sisi. Kitu chochote kinachoweza kuitwa kiko pamoja na wewe hakiwezi kuwa ndani yako. Praise the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa mfano rahisi kabisa. Ninaweza kusema leo nimekuja kanisani. Amen. Amen. Lakini pamoja na mimi, ukiachana na mimi, nimekuja pamoja na mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiachana na mke wangu, nimekuja pamoja na John Franco. Ukiachana na John Franco, nimekuja pamoja na Prince Azriel. Si ndio Yes. Kwa nini ninasema nimekuja pamoja na wao? Kwa sababu hao wote walio pamoja na mimi wako karibu yangu, lakini hawako ndani yangu. Yes. Amen. Amen. Hebu mgeukie jirani yako, muulize, unapokuja kanisani na tumboni kwako, unaweza kutuambia umekujaje nao? Sasa nisaidie kumuuliza jirani yako. Huu mfano nikiutoa mimi hapa unaweza kuwa mgumu. Hebu mwambie atuelezee namna ambavyo amekuja pamoja na utumbo wake. Anasemaje? Pamoja na mimi nimekuja na utumbo mwembamba na utumbo mnene. Kimsingi tutagundua kuna namna unakosa akili timamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Therefore, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuyachukua yale ambayo Kristo aliyaweka pamoja nasi. Kwa sababu kazi ya Kristo alivyokuja duniani, alikuja kuwa mediator kati ya upande wa Mungu na sisi tulio ndani ya huyo Mungu, lakini tumejitenga na yeye kwa sababu ya dhambi. Yesu akaja kutupatanisha, akasema wewe kuanzia sasa hivi hautakuwa tena huko mbali. Sasa hivi ninakuweka karibu. Praise the living God. Wewe sasa unasogea karibu. Amen. 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 Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema, yes, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Anasema alikuwepo ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Lakini sasa wala ulimwengu haukumtambua. Ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake wala nataka twende taratibu. Umeona anasema ulimwengu haukumtambua. Alafu anasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alafu anakuja anamaliza kwa kusema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. So waliompokea Yesu walipewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo Kristo peke yake hakuwa anamfanya mtu kuwa mtoto wa Mungu. Kristo yeye akiwa nje ya mtu alikuwa anakupa kitu. Hicho anachokupa kinakupa wewe uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Sasa hichi ambacho anakupa Kristo, hiki kimeandikwa kwenye Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 15. Yohana 14 mstari wa 15. Biblia inasemaje? Biblia inasema, yes, mkinipenda mtazishika amri zangu, na mimi nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi
mwingine. Bwana Yesu asifiwe. nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake yeye alikuja akatusaidia kwa kiwango cha kututoa dhambini na kutusogeza karibu na baba yake. Lakini huyu wa sasa hivi anasema atamuomba baba yake na yeye atatuletea msaidizi mwingine. Sasa huyu msaidizi mwingine amepewa character. Anasema huyu atakaa na nyinyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Okay. Kule tulipoanza kusoma kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 10, 11 na 12, utagundua Biblia inasema hata Yesu alikuja kwa walio wa kwake, lakini walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa kumbuka, Yesu yeye alikuja kwa ajili ya walio wa kwake. Lakini walio wa kwake hawakumtambua wala hawakumpokea. Wa kwake kabisa. Huyu Roho ukisoma habari zake, Biblia inasema yeye sio tu anaenda kwa walio wa Yesu. Yeye ana karakta ya kwamba walio wa ulimwengu hawawezi kumpokea. Yeye haji kama option. Nataka unielewe vizuri, kwa sababu Kristo alikuja akatoa option. Akasema jamani, nimekuja kwa ajili kwa walio wa kwangu, lakini walio wa kwangu wamenikataa. Ninatoa option. Yoyote kati yenu atakaye nikubali, nitampa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Ukishapewa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, liko daraja jingine unalihitaji. Hili daraja haliji kwa sababu umejisikia. Linakuja kwa sababu ni ombi toka kwa Kristo mwenyewe. Kwamba soma tena 16 anasema 16 anasema nami nitamuomba Baba. Na mimi nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Anawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ili akae na nyinyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Huyu mwenyewe ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa nini? Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Huyu yeye si kama Yesu alivyokuja. Yesu alipokuja walikuwepo walio wa kwake ambao alisimama mbele yao na hawakuamini kama ni yeye. Wakamwambia tunataka tuguse vidonda. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Yesu ambaye alikuja kwa ajili ya walio wa kwake, lakini walio wa kwake walimuacha akalala na njaa. Kuna siku akawaambia, nyinyi hamjui ninavyolala, wala hamjui mwana wa Adamu amekula nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini alikuwa na uwezo wa hayo? Kwa sababu alikuja to give people an option. Lakini huyu ninayekuambia habari zake, huyu yeye ulimwengu hauwezi kumpokea. Na hauwezi kumpokea kwa sababu, endelea kusoma. Anasema bali ninyi mnamtambua. Ulimwengu hauwezi kumtambua, bali ninyi mnamtambua. Maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Huyu yeye hakai tu kwenu kama Yesu. Huyu yeye anapatikana ndani yenu. Hebu tikisa jirani yako, mwambie huyu Roho anapatikana ndani yako. Nakumbuka kukuambia umtikise jirani yako. Shake your neighbor. Mwambie huyu Roho tunampata ndani ya mtu. Huyu Roho tunampata ndani ya mtu. Anasemaje? Sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Yesu anasema anaondoka, anaenda kwa Baba. Alafu anasema atamuomba Baba atuletee msaidizi. Si ndio? Alafu baadaye anatuambia yeye huyo anatuambia huyu msaidizi anayekuja pia anakuja kwa ajili ya kuwafanyia hiki na hiki na hiki. Huyu atakaa ndani yenu. Mimi naondoka lakini siwaachi yatima. Amen. Now, nini kazi za Roho Mtakatifu? Nakumbuka kukwambia ninakutambulisha tu somo. Nini kazi za Roho Mtakatifu? Ya kwanza,
Namba 1, kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kumfanya jirani yako uliyekaa naye kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka Yesu Kristo alipopokelewa aliachilia nguvu ya kumfanya mtu kuwa mwana. Alikupa nguvu. Amen. Sasa ile nguvu ambayo Kristo aliiachia, hiyo nguvu inaitwa Roho Mtakatifu, ambayo ikija kwako inakupa uhalali wa wewe kuitwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, mara zote nikifundisha habari hizi ninataka kuweka msisitizo sana kwenye hili. Watu wengi wanatamani kuwa na vyeo vikubwa katika roho. Wako wanaotamani kuwa mitume. Wako wanaoamini kwamba ili awe mtu mkubwa katika utumishi ni lazima awe nabii. Wako watu wanaamini yoyote mwenye uwezo zaidi ni yule anayeitwa mchungaji kwenye kanisa. Lakini leo nataka unielewe mwanangu. One of the most powerful positions, kati ya sehemu na nafasi zenye nguvu na kubwa mbele za Mungu, ni pale ambapo mtu anapata nafasi ya kuwa mtoto wa Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you're given a chance to become the child of God, this is the most prominent, the most perfect, the most powerful position mtu yoyote anaweza akaomba. Yes. Sasa nataka uelewe, wako watu kupitia Kristo Yesu walipokea huduma wakasogezwa kuwa karibu na Mungu. Amen. Amen. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 15, Yohana 15 kuanzia mstari wa 14, Biblia inasema Biblia inasema, yes, ninyi mmekuwa rafiki zangu, ninyi mmekuwa rafiki zangu, mkitenda ni waamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui hatendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Yesu amekuja akatufanya kuwa marafiki, akatusogeza karibu, akatutoa kwenye kuitwa watumwa, akatusogeza tuitwe marafiki. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia kwenye maisha ya mtu anayeitwa Mkristo, anatengeneza Mkristo huyu kutoka kuwa rafiki kuja kuwa mwana. Kwa maneno mengine, unapewa kibali na nafasi kwenye familia ya Mungu. Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi ya kukupa an identity, utambulisho. Mahali popote unapokuwa, ujigonge kifua ukisema mimi ni uzao wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unielewe vizuri. Hiki kitu anachokuja kukifanya Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu sio tu kwa ajili ya huyo mtu. Hiki pia ni kwa ajili ya Mungu mwenyewe kwa huyo mtu. Kwa maneno mengine, Japhet, Mungu anapokutoa kwenye kuwa rafiki wa mtoto wake. Amen. Kumbuka hapo amesema mimi nimeitwa kuja kuwa rafiki. Nimekufanya kuwa rafiki, hutakuwa mtumwa tena, kwa sababu mtumwa hajui siri za bwana wake, kama vile alivyoniambia Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Baba amesema hivyo, maana Yesu alitufanya tuwe washikaji zake. Kwa hiyo Mungu alipotutizama kipindi cha Kristo, alitutizama tukiwa bado marafiki wa mtoto wake. Yaani Mungu akikaa mbinguni kule, kama Baba akimwangalia Japhet duniani, ameokoka, amempokea Yesu Kristo, anamuona sasa Japhet amekuwa rafiki wa mtoto wangu. Lakini huyu Japhet akiyashika anayoyasema rafiki yake ana kitu ambacho akimpa Japhet kinaweza kumtoa kwenye kuwa rafiki tu wake, kikamfanya na yeye awe mtoto wake, mtoto wa baba yake. Amen. Akasema yeye akatuachia Roho ambaye huyu tukimpokea anakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu anabadilisha uhalisia wako kutoka kuwa rafiki wa ufalme wa Mungu kuingia kuwa mtoto wa ufalme wa Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ni kwamba
unapompokea huyu Roho Mtakatifu, unatoka kuwa mtu unayetendewa mambo na Mungu kwa kukuhurumia. I hope you understand this. Yes. You take yourself from being served by God in his mercies. Unatoka kutumikiwa au kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya wingi wa huruma zake. Yaani si kwamba atakuhurumia kwanza ndio akupe unachoomba. Unapompokea Roho Mtakatifu, anakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Kwa maneno mengine, mambo unayoyahitaji, mambo yanayokusumbua, yanaanza kufanywa na Mungu kwenye maisha yako, si kwa sababu amekuhurumia. Yes. Anaanza kuyafanya kwa sababu anaona una haki ya kupokea, kwa sababu umepewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana. Amen. Si kama kuna mtu ananielewa. Amen. Unaweza ukawa Mkristo mzuri, unaishi kanisani, unampenda Mungu, na tumekuhubiria kuhusu sadaka, unatoa sadaka. Sawa. Lakini ukimkosa Roho Mtakatifu ndani yako, hizo sadaka zitakapofika kwa Mungu, zinafika vizuri kabisa. Mwambie jirani yako, zinafika vizuri kabisa. Lakini zikifika kule, malaika wanasema hizi ni sadaka za Eliza. Eliza ni nani? Eliza ni rafiki wa Yesu Kristo, maana alimpokea. Aya. Hallelujah. Amen. Jamani, ana roho nzuri. Mungu ambariki sana. Sasa kama ndio umeleta kwetu na wewe ni rafiki wa kijana wetu, tunasema jamani, ana roho nzuri, ana tabia nzuri. Mungu ambariki sana. Si ndio Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini maombi yako yanapopelekwa na malaika mbele za Mungu, hayapelekwi ili Mungu aanze kutenda sawasawa na huruma zake. Yanapelekwa mbele za Mungu ili Mungu atende kwa sababu ni wajibu wake. Yes. Hallelujah. Amen. Manake Roho anakutoa kwenye kutendewa kwa huruma, anakuingiza wewe kutendewa kwa wajibu. Amen. Kuna kitu kimoja binti yangu Princess Ariana huwa ananifurahisha. Kinanifanyaga nijiulize, haka katoto kanajiamini nini? Tunaweza tukao tunatoka kanisani tunaenda nyumbani, tukiingia tu barabarani anasema, au tukao tunatoka hapa ananiambia, utasimama hapo dukani, nataka kununua juisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara zote huwa namuuliza, namwambia sawa bosi, nitasimama, ila nina swali. Hela ya kununulia juisi iko wapi? Anasema mimi hela sina. Hela si unayo wewe? Yaani kuna namna hela ni zangu, nimezitafuta kwa jasho langu. Hataki kujua nimezitafutaje. Anataka juisi. Dukani simama, ununue juisi. Ukishanunua juisi, mkiingia lami tu anakuambia, alafu utasimama kule mbele kwenye kibanda cha chips, nataka kununua chips. Lakini sio kwa hela zake. Wewe unazo za kwako. Yes. Why? Kwa nini sioni hana adabu? Ni kwa sababu nafasi yake alionayo kwangu inanifanya mimi nione ni jukumu langu mimi kulipa. Yeye kazi yake ni kwenda shuleni. Swala la ada halimuhusu. Ni haki yake kulipiwa ada, kwa sababu kuna kautambulisho anako kwa Prophet Emilio. Ukija nyumbani kwangu ukaingia chumbani, tutakupiga. Kwa sababu umeingia kufanya nini? Lakini kuna namna kanaweza kakasimama Kahazrieli nje ya mlango wangu kakaita baba, na usipoitika ataendelea kuita nini, njoo. Akafiki sasa hapo juu kwenye kitasa, kwa kana kuita uje ufungue. Lakini uliza jirani yako, ingekuwa we ni mgeni tu, unaweza kaita prophet atoke chumbani aje kufungulia mlango? Baba nini, unakuta sasa umetulia hapo kwenye kochi. Baba, naam, hebu njoo. Natoka sasa, ni Priscilla yuko hapo kwenye kochi yangu. Naomba, unasemaje? Maji. Utaona huyu hana adabu. Lakini kuna namna, kwa sababu ya nafasi ya Azrieli kwenye maisha yangu, ninaona kama ni jukumu langu
mimi kumsababisha yeye afikie mahali hafiki. Yes. Kakija katoto kangu kanaweza kakawa kanataka kukaa kwenye kiti, lakini hakawezi kukaa vizuri. Mimi na heshima zangu na unabii nilionayo, kwa sababu ya nafasi yake kwangu, inanibidi niinuke kutoka kwenye kiti changu, nikachukue nikapandishe hapo juu. Sio kwa sababu nimekahurumia, kwa sababu kana nafasi kwenye maisha yangu, yes, ambayo inanipush mimi pamoja na umri nilionao niende nikakatumikie. Yes. Jirani yako hajaelewa, akimpokea Roho Mtakatifu anabadilisha utambulisho wako mbinguni, kutoka kuwa rafiki, kutoka kuwa mlokole, kutoka kuwa nabii, kutoka kuwa mchungaji, unaanza kuitwa mtoto wa Mungu. Kuna namna ukimpokea Roho, ukiinuka ukasema ninaelekea kwenye ulimwengu wa Roho, malaika waliokuwa wanakuja kukutumikia, yes, watakutumikia kwa utofauti, kwa sababu sasa hivi hawamtumikii mtumishi wa Mungu. Yes. Sasa hivi hawamtumikii mtumishi wa mfalme. Yes. Sasa hivi wanamtumikia a prince or a princess of the king, mtoto wa mfalme. Amen. Na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Amen. Praise the living God. Amen. So kazi yake ya kwanza ni kukutambulisha. Amen. Amen. Kukutambulisha mbele za Baba yake wa mbinguni kwamba huyu kuanzia leo ameitwa mtoto wa Mungu. The Spirit of God. Amen. Imeandikwa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Soma kuanzia mstari wa 14. Biblia yako inasemaje, mtumishi wa Mungu? Kwa kuwa wote wanaoongozwa, yes, na Roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unakuwa mwana wa Mungu si kwa sababu unasali Glory House. Yes. Unakuwa mwana wa Mungu si kwa sababu umemkiri Yesu Kristo peke yake. Yes. Baada ya kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sharti ni umpokee huyu Roho ili akusababishe kuitwa mtoto wa Mungu. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Yohana sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia yako inaelezea swali ambalo Kristo aliulizwa. Yesu akajibu akasema, amin, amin nakuambia. Amini hiki kitu nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, usipozaliwa kwa hayo maji, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ukazaliwa kwa Roho Mtakatifu, yes, hupati uwezo wa kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili kinabaki kuwa mwili. Na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuelezea vizuri sana wakati mwingine, lakini kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia. Kazi ya pili ni kutusaidia. Yohana 14 mstari wa 16 anasemaje? Tumesoma hapo, kwa hiyo turudie tena. Anasemaje? Biblia inasema, yes, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Atamuomba Baba na huyu Baba atatupa nani? Msaidizi mwingine. Yes. Mm-hmm. Sasa hebu nisikilize, niangalie huku, nisikilize kidogo. Yesu ametembea miaka 3 katika utumishi duniani. Yes. Miaka 3.5. Yes. Si ndio Yes. Amefika mahali amejiona kwamba anaondoka. Na wakati ameona kwamba anaondoka, akatambua kwamba hawa watu nikisema ni waache peke yao, kuna namna hapa duniani haitakuwa rahisi wao kutoboa. Praise the living God. Amen. Akamwambia jirani yako, ninatakiwa kukuachia msaidizi mwingine. Praise the living God. Amen. Ili akusaidie katika mambo ya hapa duniani. Mpendwa. Yes. Mgeukie jirani yako, mtikise kidogo, mwambie mpendwa. Hakikisha anakuangalia, mtikise kidogo, mwambie mpendwa. Bila huyu Roho Mtakatifu, huwezi kutoboa hapa chini ya hili jua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka nikupe siri moja ndogo sana, na pengine nitamaliza ibada hapo.
Roho Mtakatifu aliletwa kwetu ili akae ndani yetu, ili kutupa msaada wa kuzishinda vita tulizonazo hapa chini duniani. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kutusaidia. Yaani Mungu Baba na Mwana katika nafasi zao zote walikutizama Harrison, wakakugundua kwa namna walivyokuumba. Bila wao kukupa usaidizi, wameshaona umeshashindwa. Kwa akaja Kristo akakupigania vita yako ya pale msalabani, akakushindia vita, akakupa ushindi. Amen? Amen. Baada ya kukupa ushindi, akasema hata pamoja na kukupa huu ushindi, nikikuacha peke yako hutashinda hii vita inayoendelea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema mimi nitamwomba Baba akupe msaidizi atakaye kusaidia kuzipigana hizi vita. Praise the living God. Amen. Sasa huyu msaidizi kazi yake kubwa ni kukufanya ushinde unapoenda kushindana na manguli wa ulimwengu huu. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Na sema ehe. Wewe peke yako tu, hao wengine sio lazima sana. Sema ehe. Ehe. Watu walio wengi, sio humu kanisani, watu walio wengi wanaposikia kwamba wanatakiwa kushindana, na Paulo wakati anawaelezea anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka. Tulio wengi akili zetu zinatuambia hizi falme na mamlaka zinamaanisha upande wa shetani. Nataka nisoni ufungue Biblia yako kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo. Usiende haraka sana sasa, kwa sababu kimsingi ninakuhubiria wewe tu. Sura ya 6. Mathayo 6. Tulia sasa, usiende haraka mtumishi wa Bwana. Unaona humu kanisani Harrison, na unaona hapa ulimwenguni. Yes. Watumishi wengi. Nikisema watumishi sina maana ya wahubiri peke yake. Yes. Na maanisha yoyote anayemtumikia Mungu. Yes. Bado hawajaanza safari ya kupigana vita za kiroho kwa ajili ya Mungu. A lot of people wanapigana na mapepo vizuri kabisa, wanapigana na majini vizuri kabisa, lakini hawana ufahamu wa kwamba habari ya mapepo na majini na shetani mwenyewe Yesu ameshaimaliza. Yes. Mbona mtu anasema amina na siongei na yeye? Amejisikia tu. Watu wameshapigana hizi vita kwa nguvu zao zote. Yes. Na hata waombaji walio wengi, sio wa kanisani hapa, lakini wanapoingia kwenye maombi ya vita, wanapoamua kushindana na entities, huwa wanashindana na entities za kiroho ambazo akili zao zinawaambia ni ibilisi, shetani. Yes. Lakini mimi leo nataka nikupe siri wewe, sio hawa watu wengine, kwamba the real entity, mwenye nguvu ambaye ndiyo Kristo alitamani kanisa lishindane naye, ameandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6. Harrison naye anakaumbea eti yani jamani. Haya sasa, twende basi mpaka mstari wa 24. Biblia inasemaje? Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Okay, Yesu anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana. Yes. Manake Kristo anatambulisha the lords of this world. Yes. Yeah. Harrison, yeah. Yesu Kristo anatutambulisha mabwana. Yes. Si ndio Ndio. Anatutambulisha nani? Mabwana. Mabwana. Ndio. Anasema mtu yoyote hawezi kutumikia two lords. Yes. Alafu anawataja hawa mabwana wawili hapo. Kwa maana atamchukia huyu, mpenda huyu. Atamchukia huyu na kumpenda huyu. Ama atashikana na huyu na kumdharau huyu. Ama
atashikana na huyu na kumdharau huyu. Anamaliza kwa kusema hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Manake Kristo anatutambulisha the two lords in this world. Yes. Mabwana wawili ndani ya chini ya jua hili. Yes. Ndani ya dunia. Yes. Na katika mabwana wawili kuwasikitisha walokole, Kristo hasemi mabwana wawili ni Mungu na shetani. Ndio. Ila Wakristo ukiwaambia wewe uko upande gani, uko upande wa Mungu au upande wa shetani, anakwambia mimi niko upande wa Mungu. Asijue ya kwamba huyu Mungu tunayemtumikia, yes, na huyu Yesu Kristo tuliyempokea alitutambulisha mabwana wawili ambao ndio tunaotakiwa kuchagua kati ya hao wawili ni nani tunayemtumikia kwa ukweli. Yes. Na hawa mabwana wawili Kristo akasema wa kwanza anaitwa Bwana Mungu na wa pili anaitwa Bwana Mali. Kwa Biblia ya Kiingereza anaitwa the Lord Mammon, the Lord of wealth. Praise the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, huyu bwana wa pili anayetajwa hapo, bila huyu Roho Mtakatifu kuwepo ndani ya maisha yako ili kukusaidia kuchambua, yes, na kujua kwa uhakika ya kwamba huyu ni Bwana Mungu na huyu ni Bwana Mali, kuna mstari mwembamba sana, yes, sana. Watumishi wa Mungu mnaonisikia hapa, praise the living God. Amen. Ninaposema watumishi wa Mungu namaanisha wachungaji wanaonifuatilia, wachungaji ambao ni wanangu wa kiroho ambao mnanifuatilia sasa hivi, lakini na ambao sio wanangu wa kiroho lakini mnasikiliza ninachokihubiri. Ninamaanisha watumishi wa ngazi zote ambazo mnazitumikia, wote wale. Ninataka uelewe wako mabwana wawili ambao bila huyu Roho Mtakatifu ambaye ninakwambia habari zake huwezi kutambua namna ya kuwashinda. Wa kwanza anaitwa Bwana Mungu. Yes. Na huyu ndo yatupasa tumfuate. Yes. Na wa pili anaitwa Bwana Mali. Na huyu ndiyo tunayetakiwa kumtambua na tusimfuate. Huyu ndiye bwana wa mali zote zile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu Bwana Mali huyu, yes, huyu haogopi kumpeleka mtu kanisani. Yes. Kwa sababu huko kanisani anakopelekwa huyo mtu, hata mchungaji wake hatambui kwamba yeye ana uwezo wa kuwa bwana kwenye maisha ya huyo mtu. Anajua mchungaji akifika atakemea pepo, na kimsingi yeye haingii kwa mtu kama pepo. Yeye anaingia kwa mtu kama mtawala. Ndio maana anaitwa mfalme. Yes. Unasikia Paulo anasema vita vyetu viko juu ya ufalme na mamlaka. Yeye ana uwezo wa kuwa na mamlaka kwenye maisha ya mtu. Kimsingi sema sio nyie Harrison. Yeah. Kimsingi huyu ana uwezo wa kumchukua mtu nyumbani na akampeleka kanisani. Huyu. Na huyu mtu akawa anamtumikia Bwana Mali, yes, kwa jina la Yesu. Huyu Bwana Kristo anayemsema habari zake. Nitakwambia kwa nini Harrison. Huyu ndiye yule ambaye anaweza akamuamsha mtu asubuhi, akamwambia maisha yako ya umaskini ni magumu sana. Kwa hiyo nenda kwa nabii anaitwa Prophet Emilio. Pale watu wanabarikiwa na kupata hela. Yes. Na huyo mtu akaamka kutokea nyumbani, akaja kanisani sio ili afanye hiki tulichokifanya leo hapa wakati waimbaji wanaimba. Yes. Amekuja kanisani, the purpose, kusudi lake la ndani, yes, ni ili Bwana huyo ampe utajiri. Yes. Now, unapomsogelea mwenye enzi, Mungu, na haumfuati kwa sababu ya uungu alionao, unamfuata kwa sababu ya mali, system za kiroho zinakuweka upande wa bwana mwingine anaitwa Bwana Mali. Hello. Kuna siku nikauliza hapa kanisani, na naomba leo nirudie tena kuuliza, na wewe unisaidie kumuuliza jirani yako. Geuka kwa jirani yako, mwambie habari za asubuhi. Muulize katika maombi yako yote ulionayo. Muulize jirani yako, muulize katika maombi yako yote ulionayo, katika maombi yako yote, tukikupa hela, maombi mangapi utayakata? Nisaidie kumuuliza jirani yako. kama yote. Nisaidie kuuliza jirani yako. Nakuwa nimejibiwa vyote.
tunataka tujue kama maombi yako yanakusogeza kwa bwana yupi, kwa bwana mali au kwa bwana Mungu. Muulize jirani yako, maombi ulioyaandika yote nyumbani kwako, sio haya ya leo, ya nyumbani, yote ulioyaandika. Tukisema Benki Kuu ya Tanzania iko tayari kusikiliza shida zako, katika maombi yako mangapi utayakata? Nisaidie kumuuliza jirani yako akujibu haraka haraka. Zungumza naye tu kidogo kwa dakika moja. Uliza jirani yako, maombi yako ulionayo kwa Mungu mangapi utayakata kama tukikupa mali? Anasemaje? Okay, sasa tumuulize yeye kanisani na maombi yote haya ameandika, amekuja kumtumikia bwana yupi, bwana Mungu au bwana mali? The same applies to the men of God. Mara zote unapohubiri na ukataja sadaka, ukawafundisha watu habari za sadaka, if you are not careful, kama hauko makini, unaweza ukaitwa nabii wa Mungu, mtume, sijui nani. If you are not careful, kama huyo roho hajaitofautisha hii katikati ya akili yako, kuna uwezekano kabisa ukawa nabii unayetumika lakini chini ya Bwana kabisa, lakini Bwana sio Mungu. Bwana mali. Hawa ndio ambao siku wakiona kanisa lina watu kama hivi mlivyo nyie, kila kichwa cha mtu anachokiona anapigia 10,000. Kwa hiyo mara zote wanahesabu watu si kwa sababu ya uthamani wa utu wa mtu. Wanahesabu watu kwa uthamani wa mali za huyo mtu. Kwa hiyo Bwana anayeusukuma utumishi wa huyu mtumishi hawi yule bwana Mungu, anakuwa bwana mali. Kwa sababu mara zote bwana mali atakuvuta usogee karibu zaidi na moyo wako kutamani mali kuliko kumtamani Bwana. Huyu bwana akimiliki maisha ya mtu, huyu mtu ana uwezo wa kuamua kupata kazi na kufanya kazi na kufanya biashara hata wakati wa ibada Jumapili. Anaona amani kuifanya biashara. Unajua kabisa hata akimuita Bwana kwa namna gani hapa dukani, atashuka Bwana, atashuka, lakini sio bwana Mungu. Anayeshuka ataitwa bwana mali. And I am sorry, pengine hiki ninachokihubiri kinaweza kikawapunguza kati yenu humu ndani. Lakini kama umekuja hapa kanisani ili tu Mungu akupe mali, hili sio kanisa sahihi kwa ajili yako. Sisi ni watoto wadogo. Watoto wadogo mbele za baba yetu wa mbinguni. Sisi ukija hapa tutacheza kama vichaa. Lakini waliokuwa wanacheza hapa ni watu wenye biashara zao. Ila tu wao ni watoto wadogo. Hello. Wao wameitwa tu kwa jina la Bwana wa majeshi. Hallelujah. Lakini usipoelewa hilo, my friends, usipoelewa hilo, maisha yako yanaweza yakasema hallelujah, hallelujah, lakini kimsingi ndani yako hakuna yule Mungu wa kweli. Yuko Mungu, yuko Bwana, lakini bwana mali. Biblia inasema siku ile, it's okay. Biblia inasema siku ile watakuja wataniambia, Bwana, Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako. Tuliponya wagonjwa. Yesu anasema na mimi nitawaambia, ondokeni kwangu ninyi wote, sikuwajua tangia mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu Bwana mlikuwa naye, lakini hakuwa Bwana wangu, Bwana Mungu. Amesema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo character haiwi tu wewe kupata hela nyingi. Character ni wewe kuwa na uwezo wa kuzishika amri za Mungu. Si kwa sababu huna kingine cha kufanya, kwa sababu yuko Roho azungumzaye ndani yako. Unapotaka kwenda kwenye uovu, anasema na wewe, mwanangu, leo ni siku ya ibada. Unasema niko tayari kupoteza chochote, lakini nisipoteze siku yangu na Mungu. Biblia anasema Mungu akasema nimefanya kazi siku 6, siku hii ya 7 nitarelax. Akasema na wote watakaoniamini mimi, wote wafanye kazi siku zote, siku hii watulie, wapumzike, waje waniabudu. Geuke jirani yako, muulize, mpaka sasa hivi wewe unamwabudu Mungu gani? Muulize, unamwabudu Bwana gani? Kama
kama maombi yako yote yanamaanisha wewe utimiziwe haja tu za maisha yako zinazotatuliwa na mali na fedha, wewe kimsingi moyoni mwako tamaa yako sio Bwana Mungu, tamaa yako ni bwana mali. Sasa tusamee sisi wahubiri kwa sababu hatukukutofautishia kati ya haya mawili. Sema amina. Amen. Sema amina basi. Amina, amina. Yaani ukiona unamwambia tu Bwana, mimi biashara zangu Bwana nataka nipate hela nyingi. Na ukiona wewe ni mchungaji unanisikiliza hapa, kila unapohubiri unaandaa somo ulivyokuwa na akili fupi. Unaandaa somo unasema kwa somo hili lazima watoe hela. Ili somo hili. Wewe sio mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Bwana anaitwa mali. Okoka, badilika kwa jina la Yesu. Anza kumtumikia Mungu wa kweli. Watu wasikie habari ya huyu Roho Mtakatifu. Watu wasikie habari ya wokovu. Watu waokolewe na watu wampokee Roho, kwa sababu huyu pia ndio tiketi yetu ya kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unayenisikia ulioko kanisani na unayetufuatilia kutoka mahali popote, kama haujaokoka, unatakiwa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usifurahie kuishi maisha bila huyu Kristo. Unamhitaji Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia kama umeokoka na umempokea Yesu Kristo, lakini maisha yako hayakupi usaidizi wa Roho kama ninaoufundisha hapa, unatakiwa kumpokea Roho Mtakatifu. Ukiona wewe ni mtumishi wa Mungu na huduma yako inafanywa kwa mujibu wa fedha unayopokea, John Franco, elewa tu unakuwa sio mtumishi wa Mungu mwanangu. Yaani ukiona umepata mwaliko wa kwenda kuimba, alafu unauliza kabisa kwani mna shilingi ngapi ya kunilipa, elewa tu wewe ulishaachana na Mungu zamani mno. Amen. Yoyote yule ambaye anakualika uende ukaimbe kwake, anajua kama umetumia nauli. Anajua kama amekutoa huko amekuleta hapo. Kama kiko alichokuandalia, kipokee hicho alichokuandalia. Lakini ukiona haja ya moyo wako inaanza kuwa fedha na sio utumishi, sio injili iliyoko ndani ya nyimbo zako, sio pumzi ya Mungu iliyo ndani ya nyimbo kuwagusa watu, elewa tu wewe umeshaachana na Mungu Baba, umeanza kutumika na Bwana anaitwa Bwana Mali. We serve the living God. Ukiona unaenda kumuombea mtu na unamuuliza huyo mtu una shilingi ngapi, huo ugonjwa wako ni 30,000, elewa tu anaweza akapona kwa sababu ya huruma za Mungu. Lakini wewe sahau kuiona mbingu, maana anasema wote wanaotaka kuingia huko mbinguni sharti wampokee huyo Roho Mtakatifu. Mpendwa, si kwa maana Mungu hawezi kukutajirisha au utajiri ni dhambi. Hapana. Hapana. Una uwezo wa kuupata utajiri wa kutosha unapokuwa na huyu Mungu kwenye maisha yako. Kabisa. Kabisa. Anaweza kukufanikisha na kukupa neema yake kweli kweli. Jina lake anaitwa Jehovah Jireh. Mungu anayetupa vitu. Mungu anayetulea kabisa. Lakini nia yako ya ndani ikiwa fedha kuliko ilivyo kumpata yeye, unabadilisha matumizi ya huyo Mungu, unaanza kutumia Bwana ambaye haitwi Bwana Mungu, anaitwa Bwana Mali. So be very careful. Nani anaweza kumwambia tu Mungu asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo? Twende mbele za Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ibada yetu. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Neema na rehema, utukufu na heshima, vyote ni vya kwako. Mimi ni mwenye haki, ninaye Roho wa Bwana, katika jina la Yesu. Amen.